Kwa hiyo kwa mfano ambao umeuzungumzia ni kama vile ambavyo Simba wameingia wakiwa katika hali ngumu sana. Pengine unaweza ukatoa maoni yako vipi Simba katika mashindano ambayo wameingia ikiwa ni sehemu ya kujiandaa kwenye pre-season. Simba kwa kwenye mashindano, lakini kuna wachezaji wengine ambao wameingia wameshindwa kufanya vizuri. Inawezekana pia kana faida kwao katika kujikosoa kuelekea kwenye ligi kwa yale ambao wameyafanya, au hiyo inakuwaje? Sasa mchezaji huwezi kipindi hiki cha pre-season, kwanza ndo timu ina wiki sio na siku mbili ukamkosoa amefanya vibaya, kwa sababu kuna kipindi cha mazoezi magumu, unaona, watu wametoka mapumziko. Mpe mtu time, unaona, kwa sababu mpira sio mchezo tu. Ungekuwa mpira rahisi hivyo basi hata wewe nafikiri ungeacha hiyo kutangaza. Niambie. Yeah. Kocha Meki, tunataka kufahamu kuhusiana na kama kocha au tusaidie kuelewa kuwapa watu uelewa kuhusiana na masuala mazima ya pre-season kwa timu husika, hasa timu za madaraja ya makubwa zinapoenda kwenye mashindano. Nini faida yake ambayo inakuwa inapatikana? Yaani pre-season inaingia moja kwa moja kwenye mashindano. Nafikiri pre-season ni muhimu sana kwa sababu ni kama kwenye nyumba vile, kitu muhimu si msingi. Ndio. Sasa pre-season ndio itakupa picha. Itakupa msingi wewe ligi utaichezaje, yani utaianzaje, unaona? Ukianza pre-season vizuri, ina maana na ligi utaicheza vizuri kwa sababu na pre-season ina muda wake. Lakini ukiona umekosea kwenye pre-season, umechelewa, basi na kwenye ligi nako utaenda hivyo, utakuwa unasuasua. Watu wanajiuliza kati ya vitu viwili. Kuna pre-season ambayo inakuwa ni indoor training na nyingine ambazo inakuwa ni kama mashindano, timu inaingia kwenye mashindano kwenye kujiandaa kwenye pre-season. Faida ya kuingia kwenye mashindano ni ipi haswa? Kitaalamu kwanza wanakuambia timu pre-season inabidi upate wiki 8. Umeelewa? Ndio. Kitaalamu unabidi upate wiki 8. Sasa na wewe utaangalia timu yako kweli imepata wiki 8. Unaona? Kwa sababu pre-season ni kipindi ambacho unaandaa timu. Huwezi ukafanya pre-season siku 2 ukaanza kucheza mechi, hiyo haiwezekani, utakuwa unadanganya watu. Umeona? Mtu akikwambia anafanya pre-season kwenye mashindano, ina maana wewe kachelewa. Unaona? Kwa hiyo hana jinsi. Unaona? Kwa hiyo inabidi ukichelewa inabidi ufanye crash program. Unaona, lakini haitakiwi. Hasa kihalisia ukitaka ufanye vizuri pre-season lazima upate wiki 8. Na kama timu ambayo ilitoka kwenye ligi ilikuwa na muunganiko mzuri kabisa, lakini mara baada ya ligi kuisha itabidi watawanyike wachezaji, lakini wanarudi wale wachezaji, lakini pia kuna maongezeko ya wachezaji wengine. Ni nini ambacho cha msingi kukifanya ili wale ambao wanaingia waweze kuingia kwenye mfumo, lakini pale wale ambao walikuwa kwenye muunganiko waendelee kuwa bora zaidi? Wachezaji wanapopata mapumziko, ina maana wakienda watarudi wengine uzito umeongezeka. Unaona? Kwa sababu wanaenda mapumziko, lazima watapumzika. Kuna wengine walikuwa na injury, kuna maingizo mapya yameingia. Kwa hiyo yani sasa kama vile unaanza kuijenga timu upya. Umeona? Na kurekebisha yale makosa ya msimu uliopita, kuingiza maingizo mapya ya wachezaji wamekuja wengine, unaona? Kwa hiyo pre-season ni muhimu, unatakiwa upate muda mrefu kwa sababu kuna vitu vingi unavyotakiwa uingize kipindi cha pre-season. Kwa hiyo kwa mfano ambao umeuzungumzia ni kama vile ambavyo Simba wameingia wakiwa katika hali ngumu sana. Pengine unaweza ukatoa maoni yako vipi Simba katika mashindano ambayo wameingia ikiwa ni sehemu ya kujiandaa kwenye pre-season, katika wacheza timu ya kawaida sana wametoka sare. Inawezekana ikawa na faida kwao. Mimi sipo hapa kuelezea Simba, Yanga, Manchester United, sijui kawekamo, sijui nani. Mimi nipo hapa, umeniuliza masuala ya pre-season. Ndio. Unaona? Kwa hiyo mimi nakuelezea. Kwa hiyo wewe sasa kitani kwako ndio utajua kama timu ya wapi ya kwa Mfarage sio ya wapi imefanya hivi, hiyo wewe. Lakini wewe umeniulizia mimi nikuelezee kitaalamu, ndio hivyo nimekueleza. Nilikuwa naweka tu kama mfano Meki kwamba Simba kwa kwenye mashindano, lakini kuna wachezaji wengine ambao wameingia wameshindwa kufanya vizuri. Inawezekana pia kana faida kwao katika kujikosoa kuelekea kwenye ligi kwa yale ambao wameyafanya, au hiyo inakuwaje? Sasa mchezaji huwezi kipindi hiki cha pre-season, kwanza ndo timu ina wiki sio na siku 2 ukamkosoa amefanya vibaya, kwa sababu kuna kipindi cha mazoezi magumu, unaona, watu wametoka mapumziko. Mpe mtu time, unaona?
kwa sababu mpira sio mchezo tu. Ungekuwa mpira rahisi hivyo, basi hata wewe nafikiri ungeacha hiyo kutangaza, unaona. Na mimi ningecheza. Kuna hela kwenye mpira. Sasa wewe ungekubali hapo upige domo, unatoka hapo domo linakuuma? Ndio. Ungekubali? Hainategemea mechi, inategemea kucheza. Ungekuwa mpira rahisi hivyo ungeenda, na ndio maana kuna hata wachezaji wakubwa au kina Messi, Ronaldo wenyewe lazima waandaliwe. Sijui umenielewa? Ndio. Na ndio maana uliambiwa mpira ni mchezo wa process. Unaona? Lazima utrain vizuri, ufanyaje? Sasa mtu ndio ameingia kambini kwanza, mtu mgeni unaanza kumhukumu. Mpira upo hivyo bwana. Lakini wanasemaga ubwabwa wa kushiba unaonekana kwenye beseni Meki. Sasa hiyo ubwabwa na mpira tofauti. Ubwabwa wewe kazi yako kuingiza mkono tu pale, kuchota na kuingiza mdomoni. Ndio. Sasa ubwabwa unaweza kufananisha na mpira? Kwa muda mfupi huu ambao Simba amekuwa na hali ngumu, pengine pia inaweza kawasaidia pia kujikosoa na mwisho wa siku ukajikuta kwenye mimi hapa nimekwambia sizungumzii Simba, mimi nazungumzia ni umeniuliza maandalizi ya pre-season. Unaona? Ndio. Kwa hiyo mimi sipo hapa kuzungumzia Simba, Yanga, Dodoma Jiji, wala Mbeya City, wala Kagera Sugar, wala Mtibwa. Mimi umeniuliza kitaalamu inakuaje. Kwa hiyo mimi nakuelezea kitaalamu ndio hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo wewe sasa ndio utachambua kwa timu yangu hivi hapo, sawa. Basi mimi nikushukuru sana Meki Maxime. Asante. Asante sana kaka.